Tuna kila sababu za kusema asante kwa maana umetupendelea. Tunaposema umetupendelea tunamaanisha ni kweli, sababu wale ambao hivi leo walikuwa wamepanga kufanya realization za project za pesa nyingi, lakini hawakuweza kuiona siku hii. Kuna wale ambao walitamani waione siku ya leo, waweze kutimiza moja ya malengo ya maisha yao, lakini hawakuiona. Na kuna wale ambao wameiona lakini hawakuipata neema. Hawakupata neema ya kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Lakini sisi umetuneemia, umetubariki, umetukubali tuweze kuipata neema mchana huu leo. Tukutanike pamoja na wapendwa na watakatifu wenzetu wanaochangia njia moja pamoja nasi ya kuelekea mbinguni. Bwana wa majeshi, ninaomba ukawabariki. Nimesimama mahali hapa si kana kwamba mimi najua yote, bali ni yale machache unaendelea kunifunulia kwa ajili ya kulilisha kondoo. Kundi hili la kondoo wako si wa mchungaji. Kondoo hawa Bwana umempa yeye kama zamana ya kuwalinda, bali ni wako. Yesu, tunaomba baraka zianze kwa yeye ambaye ulimpa maono haya, aendelee kupokea hekima ya hali ya juu, kiwango kupanda viwango, na iweze kutawanyika kwa waumini wote. Mungu wetu, tunashukuru kwa sababu umetukaribisha tena katika meza yako takatifu. Meza yako ni kupokea yale uliyoandaa leo. Ikiwa tunafurahia kula wali, tunafurahia kula ugali, kumega matonge kwa mboga nzuri, samaki na mengineyo, usembuse neno lako. Yesu akasema, mimi ni mkate wa uzima, na neno lako kwetu ni mkate wa uzima, atakayeweza kuumega akatunza ndani ya maisha yake, anao ule uzima wa milele. Ninaomba Bwana ufungue kila mmoja wetu masikio ya rohoni, maana haya ya mwilini yanaweza kurusha. Kuna watu wako makanisani, yanawezekana yakaingia mawazo mabaya. Ninavunja kila hewa mbaya ya giza, kila mawazo mabaya ya usingizi, kila mawazo mabaya ya shetani, ili kupeperusha kila lililokusudiwa kwa mmoja mahali hapa. Yesu, achilia baraka zako kwetu ili tuweze kupokea haya chini ya mkono wako Bwana. Nikiomba haya na kuamini ni katika pendo la Mungu Baba, neema ya Yesu Kristo na ule ushirika wa Mtakatifu, tunaomba na kutukuza. Amen. Chukua nafasi yako, ni muda wa kusikiliza neno la Bwana. Majina yangu naitwa Uwezo Esobe. Ni mmoja kati ya watumishi wanaomtumikia Mungu kwa huduma hii ya wazaliwa wa kwanza. Mimi kwa karama ambayo huwa ninajisikia na huwa inanikosesha amani na usingizi ni ya uinjilisti, na kuweza kuwafundisha watu habari za Mungu, habari njema ya Mungu. Haleluya kanisa. Uwezo Esobe ninamaanisha baba yangu ndio Esobe. Kuna mtu mwingine huwa anaweza kuuliza kwa nini kila leo anaweza kujitambulisha. Ni moja ya vitu nilivyofundishwa. Unaposimama mbele za watu ni lazima ujitambulishe kabla ya yote.
Hata Mungu alipokuja kutamani kufanya jambo na watumishi wake, alikuwa anajisema na kujinadi, mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni mwinjilisti na ninafurahiwa sana kuendelea kumtumikia Mungu pamoja na mchungaji wetu mzuri, baba yetu Sabuni Timotheo. Mungu azidi kukubariki mchungaji, na tunaendelea kuomba Mungu kwa ajili ya kazi hii, ili uweze kuwafikia watu sawa sawa na jinsi Mungu alivyoruhusu. Leo nimekuletea somo linalosema tambua nafasi ya wito wako. Barikiwe sana mtu wa Mungu. Makofi mengi kwa ajili ya Baba Ada. Kwa kweli somo hili nimelipata usiku wa manane. Nilijua nitasimama leo kufundisha, lakini kila nilipotaka kugusa somo nasikia roho inakataa. Lakini nilipofika kwenye hili nikasikia amani, mguso wa ndani. Nikajua ndio kuna sababu Mungu kusema na sisi mchana wa leo kwa titre inayosema tambua nafasi ya wito wako. Sikujua kwamba kama fundi mitambo angeweza hata kufanya hivi. Jamani, tumpongeze tena, tumpigie makofi. Makofi ya ushindi hayajatosha hayo. Ndio huduma hii ni ya watu, na walio tayari ndio watakwenda kupokea baraka za huduma hii. Ndugu yangu, Mungu akubariki sana. Sikuamini kama ungeweza kufanya hata chochote kuhusiana na fundisho la leo. Jaribu kuangalia mwenzako aliyoko mkono wako wa kushoto au wa kulia. Mshike mkono, muulize, je, unatambua wito wako? Je, unatambua wito wako? Je, unatambua wito wako? Je, unatambua wito wako? Kutambua ni zaidi ya kufahamu. Kutambua ni zaidi ya kujua. Unajua kiundani wewe ni nani, umeitwa ufanye kazi gani, na nafasi yako ni gani, ni ipi. Haleluya kanisa. Nitapenda wewe unanisaidia kuitikia amina, ili nijue kama tuko pamoja. Amen. Naanza na utangulizi. Nafanya introduction. Kila mtu ameumbwa na kusudi maalum kutoka kwa Mungu. Mwambie mwenzako usichoke. Maana leo tutasemezana sisi kwa sisi. Mwambie umeumbwa na kusudi maalum. Kwa sababu kusudi ndilo litakufanya wewe ujitambue na ujijue wewe ni nani. Nina dakika 45. Nimeshachukua dakika 5. Nikifika mpaka 30 na ngapi pale tutakuwa tumemaliza somo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niombe uchukue umakini wa kunielewa. Mungu hamuumbi mtu au mwanadamu yeyote bila sababu. Unisikilize hapa kwenye utangulizi, ndipo utapojua nitakapoelekea. Sababu ni raison. Sababu inaweza kutafsiriwa tena kama kusudi fulani. Kila mtu ana nafasi yake
kadri jinsi Mungu alivyomruhusu aje kuumbwa na akaonekana. Sasa hivi leo napenda uweze kutambua wito wako, na ni hatua ya kwanza. Ukitambua wito wako, itakuwa ndio hatua yako ya kwanza ya kuelewa kwa nini Mungu alikuweka uje duniani. Kwa nini Mungu alikuumba kwa jinsi hiyo? Uwe wa kike, Mungu alijua utakuwa wa kike. Uwe wa kiume, Mungu alijua utakuwa wa kiume. Na anajua kwa jinsi yako hiyo aliyokuumba ni sahihi na ilimpendeza. Na ukijua kwa nini umeumbwa, unaweza kujua jinsi gani ya kumtumikia Mungu bila ya wewe kujidharau. Tulifundisha somo moja, usijidharau. Kwa sababu ukishajijua wewe ni nani, umetoka wapi, unafanya nini, unatakiwa ufanye nini, na wapi unakokwenda, utakuwa ni mtu wa kujifahamu. Msomaji, Yeremia 1 sura ile ya kwanza mstari wa 5. Nitaomba nianze na hili mimi. Inasema hivi. Nianze 4 kwa uelewa zaidi. Amen. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Amen. Amen. Kujijua kabla haujaumbwa tumboni, wewe, mimi, Mungu anasema kwa mfano wa Yeremia, alimjua. Na kabla hajatoka Yeremia tumboni alimtakasa. Na wewe iko hivyo. Mungu alikujua, Mungu alikutakasa. Kukujua ni kwamba alijua katikati ya zile mimba ambazo zitaharibika siku sana, wakati ambao yako na wewe ilitungwa, yako haitaharibika kamwe. Hebu piga makofi kwa ajili ya Yesu. Katikati ya wale ambao wangezaliwa na wakapoteza uhai, wapo. Haiko hivyo wakina mama? Au hayatokei haya? Lakini Mungu wewe alikutakasa, akasema lazima uzaliwe, lazima ukomae, utakuwa Afrika, lakini iko siku nitakutoa Afrika, nitakupeleka nchi ya mbali, utakwenda kukutana na mataifa, wengine wasiojua uwepo wa Mungu, wengine wasiomfahamu Yesu, wengine wasiomjua kabisa, lakini wewe ulitakaswa na Bwana. Tangu huko ulikotoka akakupa imani, akatua ufunyanga, akakutengeneza, na leo umeletwa katika mazingira ya watu mataifa. Sema mataifa. Mataifa. Nafikiri unaanza kunielewa. Katika haya mataifa ambao wengi wao tunawaona wanasema hakuna Mungu, Yesu hayupo, wewe jiulize, tangu imani ambayo umezaliwa kwa baba na mama huko tulikotoka, na umekuwa nayo, na leo umekuwa mtu mzima, jiulize, hapa ulipokuja umefanya nguvu gani zaidi ya wengine? Kama si neema ya Mungu na kule kukutakaswa ulikotakaswa na Mungu, wakawa na mpango maalum na wewe, utaletwa katikati ya mataifa. Amen. Una kusudi la Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Labda niko nazungumzia wito, watu hawajui maana ya wito. Soma pale unaona. Wito ni kwamba ni mwaliko wa Mungu
anayekwenda kumpa mtu, anayenipa mimi, anakupa na wewe, ili kutimiza jukumu fulani, ili kutimiza malengo fulani katika maisha yake. Una jukumu gani? Ukijua jukumu lako, utaanza kuelekea kwenye njia ya wito wako. Iwe huduma ya kiroho ni wito, kazi ya kijamii ni wito. Kuna watu wasipochoma sindano hawajajisikia na amani moyoni mwao. Mungu amewaitia hao waweze kuwa matabibu, waweze kuwa waganga kwa wito wa kuhudumia jamii. Haleluya. Sisi tutaelekea katika roho. Kiroho una wito gani? Je, katika kutumika kwako, je, unatumia taaluma? Taaluma, ninasema taaluma labda ni Kiswahili kingine kigeni kwa wengine. Ninaposema taaluma, ninamaanisha profession. La profession que tu avais reçue à l'école. Mungu anatamani utumie profession hiyo. Hata kujidharau, kwa sababu umekusudiwa na Mungu. Dunia hii ni tamba la bovu. Ukiishi bila kujua kusudi lako, utakuwa kama bendera mwenda na upepo. Likitokea jambo, twende. Akija mwingine, twende. Lakini mwingine kuambia hili, twende. Haleluya. Amen. Nashukuru sana ushuhuda ambao mama ameniambia tangu tumefika hapa. Mama kutoka Sengola amesema ana majirani zake kule alikohamia kwenye apartment yake, wa chini yake wanajaribu kumwambia maneno ya kwamba aende nao kwenye kanisa lao la Waezebu, sio watu gani. Moyo wake yeye unasema hapana, mimi kuna imani ambayo ninayo, isije kaletewa mageni nisiokuwa nayo. Huko nendeni, mimi nina sehemu ya kuenda. Makofi kwa ajili ya mama yetu. Amen. Leo tuna furaha, tuko naye na Mungu amebariki aje kulisikiliza neno hili. Mama, kuna kusudi la Mungu ndani yako. Amen. Na huo ndio wito ulioitiwa, ili waambie watu ukweli wa imani uliyopokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika andiko hili la Yeremia 1:5, hapa tunaona kwamba Mungu humuita mtu hata kabla hajazaliwa. Yawezekana mimi ambaye ninajinadi, ninasimama mbele zenu kwa ushujaa na ujasiri kusema ni mwinjilisti. Mungu alijua nitakuwa mwinjilisti hata kabla sijazaliwa. Wewe ni mwimbaji, alijua utakuwa mwimbaji hata kabla haujazaliwa. Wewe ni muombaji, usipokaa kwa maombi ujisikie amani. Huo ni wito wako. Kaa chini ya miguu ya Bwana. Bwana yuko tayari, atasema na wewe, atafungua yaliyofungwa, atakuachilia huru, atakupa uzima, na wewe utajisikia una amani, maana unatumika ndani ya wito wako. Amen. Utasoma kwa wakati wako Waefeso 2:10. Hao fundi mitambo anaweza kuweka pale. Hili andiko nimelichukua kwa makusudi maalum. Kila mtu ana matendo maalum ambayo anapangiwa na Mungu aje kuyafanya. Wewe ulivyo, kuna vitu ambavyo Mungu alikusudia utakuja kuvifanya. Labda kuna baadhi ya vitu ulivianzisha nyumbani Afrika na umeletwa huku diaspora. Mungu ana makusudi na wewe. Anajua kuna vitu lazima uvitimize, uvifanye na uvikamilishe sawa sawa na wito wako.
mwimbaji, mwimbishaji, mwalimu, wapigaji kama tulivyo na shemeji zangu hapa. Mungu alijua watakuwa wapigaji kabla hata ya wao kuzaliwa. Lakini swali ni kuuliza, karama ambayo Bwana ameiweka ndani yako, unaijua? Na ikiwa unaijua, ndio inatumika kwa manufaa ya nani? Haleluya. Ikiwa umepewa nafasi ya kuhubiri, hubiri neno la Mungu, usihubiri maneno yasiyofaa. Ikiwa Mungu alikuumba wewe huko Elokani, mtu unayeongea, ongea vitu vyenye kuweza kuwatia watu moyo. Ingia kwenye huduma za kiuinjilisti. Piga panda, waambie Bwana watu, Bwana Yesu alikufa msalabani, alikongelewa pale ili mimi na wewe tupate uzima wa milele. Waambie watu waache dhambi. Piga panda, piga kelele. Mungu atahesabu kile alichowekeza ndani yako kinazaa matunda na kutimiza kusudi maalum alilolipanda ndani yako. Unatamka maneno gani? Unaongea nini? Unasema na watu vitu gani? Hoji moyo wako. Je, mazungumzo yako yanaendana na ulivyo? Unajijua karama yako ilivyo? Wito zina aina zake. Apele ya Mungu ina aina kama 3. Aina ya kwanza, wito unaweza wa kugawanywa katika aina kuu 3. Wito wa kwanza ni wito wa wokovu. Ili andiko tutalisoma. Petro wa kwanza sura yake ni ya 2 mstari wake wa 9. Petro wa kwanza, wanaotumia Biblia za makaratasi, Petro wa kwanza, unaenda mbele huko mbele ya Waebrania, unakutana na Yakobo, halafu na Petro wa kwanza. Sura yake ni ya 2 mstari wa 10. Naomba tusomewe hapo na msomaji. Inasema, ninyi mliokuwa kwanza si taifa. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema. Tuliokuwa tukupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Bali sasa tumepata rehema. Haleluya. Amen. Rehema ni huruma za Mungu. Tulionekana kwamba hatungeweza kuokolewa, tukawekwa kwenye fungu la mataifa wasiomjua Mungu. Akaona mtume mwanae mpendwa Yesu Kristo. Andiko linasema alikuja kwao, lakini hawakumpokea. Vile ambavyo wale wa kwao hawakumpokea, sisi ambao tulikuwa hatuna nafasi tukapata wito wa wokovu, kuokolewa na Yesu. Ndio maana leo huko kanisani. Ndio maana leo unapata ulinzi wa Bwana. Ndio maana leo unamtukuza Yesu. Ndio maana Bwana anakutunza. Ndio maana leo anakuokoa. Ni wangapi umekuja nao hapa diaspora, wanaishi maisha ya ajabu, wanakosa tumaini, wanaishi kwa mashaka, lakini wewe una matumaini kwa Mungu, maana Yesu ni Mwokozi wako. Amen. Haleluya. Jamani, hakuna mtu aliyefanya nguvu ili tuishi wokovu. Wito wa wokovu ni wa kila anayesikiliza habari njema. Amen. Ukisikia habari njema ikakugusa, lazima uje mwenyewe kwa moyo wa kupenda. Sura ya 2 ya Waefeso mstari wake wa 8
Neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Amen. Wokovu tumeupokea kwa neema, kwa wingi wa neema za nani? Za Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wito wa huduma, nafasi ya pili au sehemu ya pili au aina ya pili ni wito wa huduma. Hapa ndipo wengi tunachanganyikiwaga. Kuna mtu anaweza kuwa ameambiwa na Mungu atakuwa ni mwinjilisti, lakini ghafla ishajiingiza kwenye uchungaji. Bwana turehemu sana. Kuna mtu ndani yake huwa anajisikia yeye ni mwimbaji. Ni mwimbaji tu. Hawezi kupita dakika kadhaa hajaimba. Lakini ghafla mtu huyo anaacha uimbaji, anaenda kwenye jambo lingine tofauti na uimbaji. Anakuwa mwombezi. Ili upokee huduma na ujue kuko katika wito wa huduma yako, na kuomba mtu wa Mungu kuanzia muda huu, hoji moyo wako, huwa ni kitu gani kinakukosesha amani usipokifanya? Ni kitu gani kinakukosesha raha usipokifanya? Hicho kitu unaweza ukamkata usiku. Kama nilivyowaambia watu wa Mungu, nimesema na Mungu nitasema na nini watu wake hivi leo. Nikakurupushwa usiku. Hapana, hayo yote uliokuwa unataka kuyaandaa hayako makusudi ya wewe kuyasema kwa watu wangu leo. Saa ngapi? Sijui ni saa ngapi. Mtumishi anaweza kusema nimemtumia ile, sijui saa 7, sijui saa 8. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 7 usiku. Mimi kwa habari ya kuweza kupekua, kujua ukweli wa maandiko, watu wa Mungu, na kwanza naamka hata usiku. Walioishi na mimi wananijua. Mke wangu anaelewa. Nipo kwenye magrupu na mengi ni kwa ajili ya maandiko. Nikisikia umeleta fundisho ambalo alijakaa katika mkao wa maandiko, huwa ninajisikia vibaya. Bwana tusaidie sana. Ndio maana hata ninapokuja kusema neno, huwa sikurupuki. Huwa ninamhoji Mungu, ninakuja mbele za watu wake, niseme nao nini, ili nitakachokisema akiwa kwenye mpangilio wa serikali ya mbinguni. Kuna mtu amenielewa? Na atakayesikia aone kweli huyu mtu anaongea vitu ambavyo si yeye, ni Mungu amesaidia vipite kwetu kupitia yeye. Wito. Natamani jioni hii na mchana huu kila mmoja wetu ajue wito wake. Kama wewe ni mwalimu, kaa kwenye huduma ya kielimu. Kama wewe ni mwinjilisti, kaa kwenye injili. Wewe ni mwimbaji, wewe ni mchungaji, kaa kwenye utumishi wa kuchunga kondoo za Bwana. Wewe ni nabii, wewe ni mtume. Haya yote ni katika huduma 5 zilizotajwa kwenye kitabu cha Waefeso sura yake ya 4 mstari wa 11. Ukisoma hapo utakuta maneno haya ninayosema. Ili kukamilisha hawa kondoo wanatamani mafundisho ya Kristo. Maana waishapokea Yesu, ndio maana wanajinyima muda, wanakuja kanisani ili tufundishane, tuelewe ukweli halisi wa imani yetu. Na hakuna imani ya Kristo nje ya maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Wito wa huduma. Mungu huita baadhi kutumika katika kazi yake, kama wachungaji nilivyosema, walimu, waimbaji, wainjilisti, manabii, mitume, walimu na kadhalika. Kuna wazee. Kuna huduma 5 na 2 za mashauriano kama nilivyofundishwa kwenye chuo, pamoja na upasteri
uchungaji, ni pamoja na utume, ni pamoja na unabii, na mwisho ni ualimu. Hizi zimetengenezwa na Yesu katika serikali yake ili sote tujifahamu tuko wapi. Nazungumzia wito wa huduma. Akaongeza mbili za masaidiano: uzee na ushemasi. Haleluya. Hii ni theological, ni critical. Ninawaambia hakuna mtu akaenda kumtumikia Mungu vizuri katika wito wake akafa maskini. Kuna mtu amenielewa? Hakuna mtu aliyeitikia wito wake sawa sawa na jinsi Mungu alivyomwita akafa masikini. Kuna watu tumetoka huko, watu waisha kuja wametuambia ninyi mtakwenda kufanya jambo fulani, na hilo jambo lazima ulizingatie. Kama uliambiwa kuona ni maneno ya kawaida, lakini napenda nikukumbushe mtu wa Mungu, lile ulilotabiriwa nyumbani, labda ni mtu unayefahamu, usije ukadharau. Huduma yako katika wito wa huduma ni kile unachokifanya ili kumpa Mungu tukufu. Ukisimama kwenye, kama Mungu amekuita wewe ni muombezi, Mungu atakufundisha, atakuvalisha, utaoa, kama ni mwanamke utaolewa, utajenga, utazaa, na utakuwa na amani na huduma yako. Kama ni mchungaji, hivyo hivyo utajenga, utasitawishwa. Kama ni mwinjilisti, na ukisimama kwenye huduma yako, watu wa Mungu, yeyote mwenye huduma ambaye wanajisikia ninatamani nimtumikie Mungu kwa nafasi hii, usinyamaze, usiue kipaji, usiue karama yako. Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia totea karama yako. Nataka nikwambie na wewe mzaliwa wa kwanza, totea kile ambacho Mungu amewekeza ndani yako, kionekane kikifanya kazi katikati ya mataifa haya, katikati ya Wakanada, katikati ya Wakebekua. Utakwenda kumwona Mungu na ulinzi wa mkono wake utakuwa juu yako, kwa sababu umekaa ndani ya wito. Ukikaa ndani ya wito, kuna ulinzi wa Mungu. Amen. Kuna kubarikiwa na Mungu, kuna kusitawishwa kama vile tulivyosema baraka. Utaishi maisha ya kujifurahia na kumwona Mungu kuwa ndiye tumaini na tegemeo lako. Waimbaji waliopo humu, msiue karama zenu. Amen. Mungu anazihitaji. Amen. Wahubiri ambao mnajisikia, na mimi huwa nikisikia mwinjilisti Yesube pale akiwa anafundisha, natamaniji siku moja nisimame kama vile. Usiue karama hiyo. Haleluya. Amen. Njoo kwa waimbaji, tuna vipindi sasa hivi. Kila mwimbaji tunatamani awe akijua kusema neno, kufundisha neno. Angalau andiko moja anaweza kulisema mbele za watu. Ndio kusudi la huduma hii, Mungu kuifanya ipandikizwe hapa. Haleluya. Amen. Njoo na kalamu yako. Barthelemy, Mungu akubariki sana. Simama nikupongeze kijana. Huyu kijana, Ijumaa tulikuwa hapa, tunaomba Mungu. Sikujua ni nini baada ya huduma, ndani nikasikia niombe naye. Baada ya kufanya vile, nikaenda nyumbani, niko naenda najiuliza. Tulikuwa tunaongea na watu njiani, lakini niko najiuliza kwa nini Roho Mtakatifu ananisukuma huyu. Kuna vitu ambavyo viko ndani ya huyu na anahitaji alelewe katika Roho. Amen. Hebu makofi kwa ajili yake. Amen. Sitakuficha, na mimi ndo nilianzaga hivyo. Nilipompokea Yesu Kristo rasmi, ni kwanza nilikuwa naona kwenda na Biblia hivi kanisani kama ni mzigo. Sitakuficha.
Nionekane niko na Biblia hivi kijana, nishapiga yani mkanda wangu wa huku chini. Bwana tuhurumie sana. Amen. Nishapiga katai kangu. Watu wa Mungu, sitawaficha. Sisi tumekomalia tu, ujana wetu umekomalia kwenye makanisa ya Tanzania Assemblies of God pale. Unakuwa na kale kanaitwa New Testament kale. Ushakaweka hapa, unaenda unadumu. Unaenda mwanangu, unaingia chachi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini nilipoanza kutambua nini kilicho ndani yangu, nilipowekwa kwa maji, nikaanza shiriki vipindi vya maombi vya mkesha na vijana wenzangu. Nikaanza kuona wahubiri na wakufunzi wanakuja kutufundisha maneno ya Mungu. Nikaanza kutengenezwa polepole. Kwanza nikienda kanisani lazima nikumbuke kalamu. Pili nikienda kanisani lazima nijue niko na nini nitakachoandika. Labda ataongea maneno 100, lakini kwenye lile 100 kutakuwa moja litakuwa linanihusu na nitaandika, litanisaidia. Tuchukue mfano huyu kijana. Kile ambacho kimekusudiwa na wewe ukikiweka kwenye kumbukumbu, iko siku utasoma, utajua na sana dakika uliosikia lile neno lilikusudiwa nini na Mungu kupitia mtumishi wake aliyekuwa ananifundisha. Masomo haya tunayokuwa tunayaandaa watu wa Mungu, na sisi tuliandaliwa tukawa tunakwenda na kuzingatia hatua kwa hatua. Ndipo utapofika hatua ya kujijua na kujifahamu na kutambua wito wako. Kuna siku Mungu atajifunua, atasema na wewe kama alivyosema na Yeremia, nimekuweka uwe nabii wa mataifa. Atasema na wewe, nimekuweka uwe mwinjilisti, uwe mtoa neno la Mungu katika mataifa haya ya Kanada, Marekani na kwingine kote. Lazima watakusikia. Wito wa kipekee ni hatua ya 3. Huu ni wito wa maisha, yaani kazi au nafasi ya kipekee katika jamii ambayo Mungu amekupa ili uitumie vipaji vyako vya kumtukuza. Mimi ndani huwa najisikia napenda kufanya kazi za mikono. Ndio maana hata nilipofika hapa nilianza kujioji. Niliambiwa mambo mengi, unajua ukiwa mkuja unasikia taarifa nyingi. Lakini nikakaa nikauliza na Mungu. Nikaangalia kudevi. Kuna mtu mmoja anaishi Nouvelle-Écosse. Mtu yule alisema na mimi kwa siku hii. Yuko mbali, tulisema naye kupitia simu, lakini akanifungulia ni namna gani naweza kujiandaa kwa uchumi wa nchi hii na namna gani naweza kujifunza ili tusiwe watu wa chini zaidi. Na Mungu ana makusudi. Alituleta huko ili tuweze kuwatajirisha hata ndugu zetu waliobaki. Kwanza sisi wenyewe tutajirike. Haleluya. Nchi zenye fursa hizi, kazi zipo. Lakini ni aina gani ya kazi utakayofanya ili kufikisha viwango vile ambavyo Mungu alikukusudia? Wito wa kazi za kijamii. Jiulize, huwa umetamani kutumika kwenye upande gani wa kazi ya kijamii? Nao ni wito. Kama ni uganga bado ni wito. Nyie kina dada mnaosoma, kama unajisikia wewe unapenda uwe nesi, sema na Mungu, atakufungulia njia na utafika siku moja kuwa mganga mzuri hapa Kanada. Ni wito. Kama unajisikia nitakuwa mwalimu, iko siku utapitishwa njia na Mungu na utafika kwenye viwango vya kuwa mwalimu. Kama unajisikia mimi huwa ninajisikia sana siku moja nionekane ni rubani, hakuna lisilowezekana mbele ya Mungu. Tuko kwenye nchi zenye fursa. Jiweke na Mungu. Tambua nini kinachokusokota moyoni ili ukae katika wito huo, na iko siku utamtukuza Bwana kupitia hilo. Amen. Jinsi ya kutambua wito wako. Moja ni kuomba Mungu na kutafakari maneno.
maneno, ni mazungumzo, ni mawasiliano yako wewe na Mungu. Usikae tu masalasala, mimi ni mwanamke nitaolewa. Utaolewa ndio, lakini utaenda kwa mume wako una nini? Utaenda kusaidia nini kwa mume wako? Tuondokane na zile habari za nyumbani, mwanamke ni mwanamke wa nyumbani. Hapana. Huku wanawake ndio wanafanya kazi za ajabu, tunawashuhudia wenyewe. Mungu ana makusudi na hili somo kwetu leo. Amen. Kama ni kusoma, wewe binti, jitahidi usome sana. Mna fursa. Siku moja onekane msomi katikati yetu, wazaliwa wa kwanza, anaenda kuwakilisha serikalini. Haleluya! Kama kuna mtu ananielewa, basi angepigia huyu Yesu makofi. Kama ni kusoma, unayo fursa. Elimu huku ni mtu mwenyewe. Hakuna kulengalinga au kulalamika baba hana ada au mama hawezi kunisomesha. Elimu ni wewe mwenyewe utakavyojitolea katika hizi nchi. Una wito gani? Mungu ana makusudi na hili somo juu yako leo. Juu yako leo. Ndio masomo nimeshindwa. Ndugu yangu, sawa, utashindwa. Hautakosa kazi. Utajikuta unaingia hata kwenye kazi za kuokota mayai. Ni kazi. Si ni kazi jamani. Lakini laiti kama ungesikia hili somo kwa hii leo, tarehe leo 12 mwezi wa 10 mwaka 2025, ukalizingatia, iko siku utamshukuru Mungu kwamba kweli alilolisema yule mwinjilisti alimaanisha. Wazaliwa wa kwanza atokee hata binti mmoja awakilishe serikalini, kwa sababu ameshajijua, amejifahamu, ameshatambua wito wake utakuwa ni kumtumikia Mungu kwa napande gani katika huduma na katika wito wa kijamii. Nitamtumikia Mungu vipi? Hii kazi inahitaji pesa yako. Labda Mungu hajawahi kukufunulia. Ili kazi ifike viwango ambavyo vinatazamiwa, inahitaji mchango wangu, mchango wako. Na utapata viwango vya kumchangia Mungu kama utakuwa na kazi nzuri. Omba Mungu kuanzia sasa. Mungu onyesha kusudi lake kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na kusikiliza sauti yake kwa bidii. Siku ile tukasoma Kumbukumbu 28. Utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata maelekezo yote anayokuelekeza uyafanye, ndipo Bwana Mungu wako atakapokuinua juu ya mataifa. Kama uko mvivu kusikia sauti ya Mungu, ndugu yangu, utaona yote tuko tunafanya kama ni mzaha. Yakobo 1:5. Yakobo 1:5 nasema nini? Nataka kumaliza, dakika zangu zinaisha, bado na dakika 7 pale. Kifika 45 namaliza. Yakobo 1:5 nasema. Inasema nini? Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima. Ukipungukiwa na hekima ya kujua na kutaka kufahamu nini maana ya wito wako ulioitiwa duniani, naombe dua. Afanye nini? Afanye nini? Naombe dua kwa Mungu. Sema na mimi. Na afanye nini? Afanye nini? Naombe dua kwa Mungu. Awapae wote kwa ukarimu. Mungu ndiye anayewapa watu wote kwa ukarimu. Wala hakemei, naye atapewa. Na wewe utapewa. Omba Mungu. Amen. Kama ulikuja nyumbani na ndoto siku moja niwe pilote, hapa inawezekana. Amen. Kipindi nimefika mimi, nilipokuwa niko nafanya maresearch zangu, niliwekwa pale kwenye Service Quebec. Niko naongea na ule agent, nasikia vitu nikatamani labda Mungu angenirudisha miaka kadhaa huko nyuma. Haleluya, watu wa Mungu. Kini tuna majukumu mengi na mafamilia, nikamwambia ule agent, nakusikia baba, ilikuwa ni shua yangu. Hata hivi ninavyosema baba yangu anasikia sauti yangu huko waliko.
alikuwa akinizingatia sana elimu. Na ndivyo huwa najua hata pia nimeitiwa mimi kujifunza na kuelewa. Kusoma ni moja ya vitu ambavyo nimeitiwa. Nikamwambia hapana mtumishi. Nikamwambia hapana Jean. Huko kote nitapoteza muda tena. Kwa nini unaweza kusoma na ukajikuta umepata doktora ya hapa? Utakuwa mtu mkubwa sana. Nikamwambia hapana, umri wangu hapa. Na majukumu sasa. Una nafasi wewe ambao bado hujaolewa, hujaoa. Yatambue haya. Mungu ana makusudi ya kuyasema kwetu leo. Amen. Usijione kwamba mimi siwezi, hapana. Mnaweza. Nilishuhudia hapa Jumaa. Tuko tunafanya hizi formation na wazungu. Na wazungu wanakosa, wanaingia marecuperation. Lakini kwa sababu wewe una Yesu, unapasua. Haleluya. Amen. Unapasua. Watu wanashangaa. Tu as passé sous l'air? Oui, je passé. J'ai eu succès. Haleluya. Amen. Ni Mungu. Sisi kwamba tunajua zaidi. Katika kumalizia somo letu, nataka nikwambie vitu muhimu. Sikiliza uthibitisho kutoka kwa wengine kama nilivyokuambia. Je, wewe unavutiwa kucheza? Unamchezea shetani au utakuja kumchezea Yesu ili kumpa yeye utukufu? Naweza kuwa una wito wa kuwa dansa, lakini unamchezea nani ili unufaike nini? Zaburi moja inasema hivi, mali na vyote vijazavyo, fedha na vyote vijazavyo dunia ni mali ya nani? Ya Mungu, mali ya Bwana. Sema Bwana wa majeshi, barikiwe sana mtumishi. Amen. Fanya vyote, jua bado wewe ni wa Mungu. Kataa, kubali, iko siku utayakubali haya maneno. Wewe ni wa Mungu. Na ni vizuri huduma unayofanya, wito uliopewa, utumike kwa Bwana. Tukipata mmoja kati ya wakina dada hapa akawa nesi mzuri, tukienda hospitali pale, da safi. Nitajipiga kifua, naenda kuhudumiwa na wa kwetu. Haleluya. Ni furaha kubwa. Itatia moyo. Dada zangu pale kutoka Sengora, siku moja naenda kwenye ofisi za kiserikali na kukuta wewe ndio uko unanipokea reception pale. Ni furaha. Bwana Yesu asifiwe. Tambua umeitiwa kufanya nini. Sikiliza yale uliyoambiwa. Ukiyazingatia hayo. Kuna watu huwa tunakuja kama hivi tu, tumepewa neno, kumbe ni Mungu amekusudia. Na mara nyingi haya maneno huwa yanathibitisha kile ambacho Mungu amekipanga juu yako kwa siku hiyo. Na kitu cha mwisho, uwe mwaminifu katika kidogo. Mimi najisikia uimbaji wangu nikiimba mwalimu ananikosoa, hicho kidogo. Kama ndio wito, Mungu atakuinua viwango vya juu. Haleluya. Mungu atakuinua viwango vya juu. Mungu atakuinua viwango vya juu kama umepata njia hizi. Faida za kutambua wito wako. Moja, unapata amani ndani ya moyo na maelekezo ya maisha. Mbili, unakuwa na tija zaidi katika huduma na maisha ya kila siku. Tatu, Mungu atakutumia kwa nguvu katika eneo la wito wako. Na mwisho, unakuwa baraka kwa wengine. Sema baraka kwa wengine. Baraka kwa wengine. Na malizia somo langu nasema hivi. Ukitambua nafasi ya wito wako, ndugu yangu, kama nilivyosema, Mungu hakusudii uwe kama tu mtu fulani ambaye hataeleweka. Bali Mungu anatamani wewe uwe mwenye kuwa katika mapenzi yake kwanza, utembee kwenye njia zake. Usiishi kwa bahati nasibu. Nijaribu kwanza hiki, nije tena kwanza huko,
nifanye hivi. Mtu wa Mungu huwa anatembea na dira. Usiwe kama bendera ufuata upepo. Tembea na dira ya Mungu. Bali kusudi la Mungu lililo dhamiri katika maisha yako, ukiliishi hilo, ni faida ya maisha yako, ni utajiri wa maisha yako, ni kuinuliwa kwako na familia yako. Utaolewa na mume wa makusudi ya Mungu. Utaoa mke aliyokusudiwa na Mungu. Katika mambo yote tunayokwenda kukutana nayo magumu hapa diaspora, ni kufanya uchaguzi wa kuoa. Kuna watu wanafunga mizigo hapa na kurudi Afrika. Wengine wanatoka Afrika wanakuja wapi? Wanaenda kuoa Afrika. Mwanamke anaenda kuoa Afrika. Bwana tuondolee hiyo pepo. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana asaidie sana. Kwa kumalizia andiko hili la Warumi 12:6 inasema, basi kwa kuwa tuna karama tofauti sawa sawa na neema tuliyoipewa. Una neema na mimi nina neema. Amen. Kuingia ndani ya huduma ya wazaliwa wa kwanza si bure. Mungu ana makusudi yake makubwa na mapana. Jione huko mbali kama utaishi ndani ya kusudi lako. Jehova, nina kila sababu za kushukuru, sababu wewe ni mwaminifu. Nimeandaa machache, lakini najua umesema na watu wako kwa mengi. Hivi tutakavyotoka jioni ya leo, kila mmoja atajiuliza ni nini alichoitiwa na Mungu, ni nini wito wake kwa ajili ya kazi yako, ili kazi hii ipate kusonga mbele. Ninaomba uwafungue waliofungwa wapate kufunguliwa, walio wagonjwa waweze kuachwa huru. Tunatamani kuona ibada zetu zikawa ni ibada za viwango vya juu, maana wewe ni Mungu wa juu na umeahidi kutupeleka viwango vya juu, viwango kwenda viwango, chini ya neema ya Yesu Kristo. Nikiomba haya na kuamini, na kila mwenye pumzi nisaidie kusema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ninaamini ya kwamba kila mwenye sikio la kusikia alifanya nini? Amesikia. Sisi hatuko hapa kupigia Mungu debe. Mungu alivyo ndivyo alivyo, na atabaki kuwa nani? Kuna machache nitakuyaongeza kwa ajili ya kusudi na wito. Hivi vitu viwili vinaenda pamoja, lakini tutavizungumza kwa muda mwingine. Kitu tu ninaweza kuambia, zingatia ule wito wako kama jinsi mtumishi wa Mungu alifundisha. Sema amina. Na kama ujui, uliza Mungu, atakusaidia. Hivi ninaposimama hapa, sijui wamoja wanasema mimi ni nani, wamoja wanasema mimi ni sabuni, wengine wananiita Timotheo, wengine wananiita mchungaji. Lakini hivi, kwa neema niliyopokea kwa Mungu, kuna mtu anaweza kutambua mimi ni nani? Mimi kazi hii sikuipewa na mtu. Kusudi, kuna kusudi, na kusudi kuu la Mungu. Haleluya. Amen. Ninatamani kujua, na ninyi nyote ni watumishi wa Mungu mnajua. Tameni, hata Adamu alikuwa katika nini? Kusudi. Mnajua Adamu alikuwa katika nini? Kusudi, Katika shamba la nini? La Edeni.
Mniambie ukweli. Nani aliharibu kusudi? Ni mwanamke. Kama nipo katika kusudi, mke wangu asiponi nishika nini? Mkono. Ile kusudi aliyeingizia. Bwana tusaidie sana. Na hiyo ni maumivu. Hayo ni maumivu. Nimesikia mtumishi mmoja anafanya fujo kanisa, akamwambia mke wangu, kwa sababu naendelea kufanya vurugu katika kanisa ambalo mimi natamani nisimamie kwa neema ya Mungu, ipo siku Mungu atakupiga kwa ajili ya hii kazi. Huyo mchungaji aliambia mke wake neno kama hilo. Lakini mimi nashukuru Mungu. Tumekuja nyuma sisi. Fikiria tu ya kusudi hili. Hawa wakitaka kuja wanaagiza nauli ya kutoka kule kwao na kuja. Dola ngapi walikupa? Wanakupa John dola ngapi? 100. Dola 100. Wanakubali kugharamia mafuta ya kwenda na kurudi, dola 100 ndio wako hapo. Ili wakuje kufanya nini? Shiriki pamoja nasi. Kuna maeneo ya Waingereza watu wanasema, mchungaji, ungelikuwa huku kwetu tuifanye kazi ya Mungu. Kuna watu wameenda mpaka wanaingia Church of God, wanasema basi tumeenda Church of God, tufungue Church of God, lakini tutazindua hapa karibu, tutakualika uje. Haleluya. Amen. Tunamwalika kwenda wakati watazindua kanisa lao pale. Wanatualika. Bwana tusaidie sana. Amen. Ninaona tuko hapa watu wengine bado tunakaa tu, mnaona tu. Nawaambia kazi hii ni kubwa. Sitamani kuingizia watu mwakili waelewe kitu gani tuko tunafanya. Tuliamka tangia jana tu asubuhi. Na ongeza gari. Gari ya watu ngapi? 7.